kipindi ambacho tunaelekea kusherekea miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu ya Simba. Ushirikiano ambao tunaufanya baina yetu na mamlaka ya uhifadhi ni moja ya shirikiano bora ambazo zimewahi kutokea. Sote tunafahamu tangu kuanzishwa kwake mwaka 1936 chapa ya Simba Sports Club imekuwa na nembo ya mnyama Simba. Na Simba inamaanisha nini sasa tunaposema the pride returns home? Ameelezea hapa kamishna mkuu. Ukiangalia historia ya Simba na asili yake, au Waswahili wanavyosema jasiri achi hasili. Asili ya mnyama Simba ni katika hifadhi kubwa sana duniani. Lakini tunapozungumzia hifadhi kubwa zenye hadhi mpaka ya kutambuliwa na UNESCO, tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia Pride Returns Home kwa muktadha wa kwamba familia ya Simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya Simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya Simba ni kutoshindwa katika mawindo. Kwetu tunachukua ushirikiano huu kuwa ni moja ya shirikiano bora, kwa maana tunapoelekea katika miaka 90 tutafanya shughuli zote zinazohusiana na kumbukizi ya tangu kuanzishwa kwetu katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambapo tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile kutakuwa na program nyingi za activation ambazo zitafanyika katika hifadhi ya Ngorongoro. Ushirikiano huu ambao tunauzindua leo hapa Arusha, na kwa kipekee kabisa kutoka kwa management ya Simba Sports Club, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa management na wafanyakazi wa mamlaka ya uhifadhi kwa kuwa tayari na kupokea wazo letu na kulifanyia kazi kwa pamoja, na wazo hili hatimaye leo linaenda kufanyiwa kazi. Lakini vile vile tunapoelekea katika mashindano ya AFCON mwakani, ambapo tutakuwa wenyeji kama Tanzania, na bahati nzuri hapa Arusha ndo tuna uwanja ambao utakuwa ni moja viwanja bora vitakavyoweza kuhost mashindano hayo. Sisi tunaamini kwamba itakuwa ni fursa pekee ya kutumia wiki ya Simba au maadhimisho ya Simba Day ama miaka 90 ya Simba kwa kutumia Ngorongoro kama sehemu ya kuweza kuwavutia watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaokuja Tanzania kwa ajili ya mashindano ya AFCON na waweze kutembelea mamlaka na uhifadhi wake.